Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, siku hii ndiyo aliyoifanya Bwana, tushangilie na kufurahia. Asanteni sana wanakwaya kwa kutuimbia wimbo huo, mtutaka nasi tushangilie na kufurahia. Pamoja na mwaliko huo wa kushangilia na kufurahi, napenda nichukue fursa hii kualika na kuwaomba tumshukuru Mwenyezi Mungu aliyemtunuku zawadi ya upadre, akampenda, kumlinda, kumwezesha na kumuongoza mtumishi wake huyu Askofu Mkuu Mstaafu Paulo Luzoka kwa muda wa miaka 50 tunayoadhimisha mwaka huu tangu alipotunukiwa daraja ya upadre jimboni Kigoma tarehe ya 20 mwezi wa 7 mwaka 1975. Ni kati ya wale ambao wanafurahia na kuadhimisha jubilei zao kama yeye mwenyewe alivyosema katika mwaka huu mtakatifu wa jubilei ya mahujaji katika matumaini 2025. Tunampongeza na kumwomba Mwenyezi Mungu amzidishie baraka, furaha na kumpa thawabu inayomstahili. Hii ndiyo jubilei inapopigwa baragumu pande zote, ikutukumbusha kukitakatifuza kipindi hiki cha furaha pamoja na mwana jubilei ambaye hakika anayefurahia makuu ya Mungu aliyomtendea katika utumishi wake, akimshukuru kwa yote. Nasi tukiungana naye tunaomba ili kile kilichofanyika kupitia kwake tuendelee kukienzi na kupitia kwetu kiendelee kukua na utukufu wa Mwenyezi Mungu uonekane katika yote yaliyofanyika na yale ambayo yatafanyika huko usoni. Nawaalika kwa namna ya pekee tufurahi na tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya uhai na kwa jinsi alivyotulinda mpaka tukaweza kuiona siku hii ya leo, tunapoungana pamoja na mwana jubilei, tukiwa na wageni wote waliotufikia kuadhimisha hitimisho la jubilei ya miaka 50 tulilozindua rasmi mwaka jana mwezi wa 10. Tulifanya hilo tukiongozwa na maneno ya Mtume Paulo kutoka katika waraka wake wa kwanza kwa Wathesalonike, anapoalika akisema, na nukuu, furahini siku zote, ombeni bila kukoma, shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 aya 16 mpaka ya 18. Ndugu zangu, kwa kupewa daraja ya upadre, aliyekuwa Padre Paulo Luzoka na ambaye baadaye alipewa daraja ya ukamilifu wa upadre akawa askofu, alishirikishwa kazi za Yesu Kristo kuhani mkuu za kuwa mwalimu, kuhani na mchungaji. Kwa muda wote wa miaka 50 tunayesherekea leo, yeye kama mwalimu alifundisha kwa walioamini na wasioamini imani ya Yesu Kristo. Aliwafundisha watu neno la Mungu linalomkomboa mwanadamu, akiamini kama Mtume Paulo somo wake kuwa aliyafanya hayo kwa ajili ya ukombozi uliokamilika katika Bwana wetu Yesu Kristo, na kwa ajili ya huo aliwekwa awe mhubiri na mtume, mwalimu wa mataifa katika imani ya kweli. Hayo ni maneno tuliyasikia leo kutoka katika maandiko ya Mtume Paulo akimwandikia Timotheo, ambayo naamini kuwa huyu ambaye tunamshangilia naye amependa yamtie hamasa katika utume wake wa kuhubiri, kwani waliomfahamu Padre na Askofu Luzoka hakuona aibu na hakuwa na woga kuishuhudia imani ya Kristo kwa kuitangaza. Asante kwa kuitikia mwaliko wa Mtume Paulo somo wako aliopeleka kwa mwanaye katika imani Timotheo, akimwagiza mbele za Mungu na mbele za Kristo Yesu, akimwambia, lihubiri neno, uwe tayari wakati ukufaao na wakati usiokufaa.
karipia, kemea na kuonya kwa uvumilivu wote na mafundisho. Timotheo ya pili sura ya 4 aya ya 2. Kama mwalimu na nabii, akifuata nyayo za manabii kama vile Amosi tuliyemsikia katika somo la kwanza, alishiriki kamilifu akiwa na wachungaji wenzake katika kutetea na kuisimamia haki katika maeneo mbalimbali ya utumishi wake. Aliwatetea wanyonge na maskini waliohujumiwa haki zao kwa sababu ya uroho na matajiri na wale wenye uwezo. Kazi ambayo alifanya akitembea sehemu mbalimbali ili kuona namna gani wanyonge na wanaodhulumiwa wanaweza kupata haki zao na upendo wa Kristo. Hakuna haja ya kuyataja hapa, yanafahamika kote alikopitia, iwe hapa Tabora, iwe Kigoma na kokote kule alikozunguka. Na waliopata huo upendo, waliotetewa, wanayafahamu. Hakuna sababu ya kuyataja, na nikiyataja inawezekana akamfanya atoe machozi. Na mfahamu huyu mtu. Akiwa padre na askofu, alipaswa kufanya kazi ya kutakasa katika Kristo. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu aliyemwezesha kuifanya kazi hii kama kuhani mpaka leo, kwa kuadhimisha mafumbo matakatifu ambayo kwayo taifa la Mungu limetakaswa na kuzidi kukua, likiwapata pia wachungaji walioitikia wito mtakatifu, nao wakawa tayari kuendeleza kazi hii ya ukuhani. Mtume Paulo katika sehemu ya barua yake kwa Timotheo tuliosomewa leo anahimiza kusali kwa ajili ya watu wote, na mnukuu, kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka, tuishi maisha ya utulivu na amani katika utauwa wote na utakatifu. Hili ni zuri nalo la kubalika mbele za Mungu Mwokozi wetu, ambaye hutaka watu wote waokolewe na kupata kuyajua yaliyo kweli. Tumshukuru Mwenyezi Mungu leo kwa namna ya pekee, kwani pamoja na karama mbalimbali alizomjalia mwana jubilei wetu, kusali na kukuza utume wa sala viliwekewa msisitizo katika ukuhani wake. Hayo maeneo ya sala ikiwa ni pamoja na kupumzika tukiwa na Mungu wetu kama alivyosema yeye, aliyoyatambua yaona yalipokuwa, na baadaye yakaendelezwa. Wale wanaotoka Kigoma, Wachu, kule Bwabugali mnapofahamu yaliyofanyika huko, Mlima Samba mnayafahamu. Wale wanaotoka hapa Tabora, huko Ifusha Ngoro, ni maeneo ya kusali, ni maeneo ya kupumzika ambayo alipenda yawepo, na tunawashukuru wote walioyaendeleza mpaka sasa hivi na wanaoendelea kuyaendeleza, iwe kweli hiyo hamu yake ya kusali ikamilike. Kumbe amekuwepo ili kujibu ombi na ushauri huo wa Mtume Paulo kwa Timotheo, kusali na kupumzika katika Bwana. Sehemu ya Injili ya Luka tuliyosikia hivi punde inahusu suala la mali na uwajibikaji. Inatukumbusha wajibu wa uchungaji na kuongoza anaoshirikishwa yule anayepewa daraja ya upadre. Hakika hili nalo alilifanya akiwa padre na baadaye akiwa askofu. Kama ilivyokuwa kwa yale tuliyataja hapo juu, tunaendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa tunu hiyo ya uongozi na uwajibikaji alioonyesha katika kufanya kazi za kichungaji, akiwasimamia hao aliowaongoza kutafuta, kutunza na kuendeleza mali na vitu vinavyohitajika kwa ajili ya utume na kazi nzima ya kujenga ufalme wa Mungu. Yote hayo yakilenga kutupeleka kwenye uzima na furaha ya milele. Ndugu zangu katika Kristo,
Hayo yote ambayo ilibidi afanye Mhashamu Askofu Mkuu Paulo Luzoka akiwa pande kwa wote, akifuata nyayo za kina Amos nabii, akiyafuata pia yale aliyoelekeza na kuyafanya Bwana wetu Yesu Kristo, kama yalivyofanywa baadaye na mitume wake na wafuasi wengine, na yanayotufanya tumpongeze na tumshukuru Mwenyezi Mungu. Ni kazi ambayo kwamba yote hayo yaliyofanyika kwa nguvu za hao waliotutangulia inabidi yaendelee kufanyika kupitia kwetu sisi wenyewe, na hasa kuzidisha mapambano dhidi ya yale yote yanayokwamisha kujenga ufalme wa Mungu kwa namna mbalimbali, na hasa kwa namna hiyo ya kupinga yale ya kimungu, kwanza na uwepo wa Mungu katika maisha yetu. Tuyapinge hayo, hatutaki hayo. Mungu yupo na tuyafanye yale anayotaka yeye na si yale tunayotaka sisi. Yale tunayohitaji ndiyo, kwa sababu Mungu anataka tuyapate, hayo ndiyo tuyafanye. Tumuombe Mungu Mwenyezi aliyewaita wachungaji wake aendelee kutulinda na kutuonesha njia tutakayofuata katika kuyawezesha yale atakayo yeye, na pale tuliposhindwa kuyafanya mapenzi yake, tusitafute njia za mikato kama alivyofanya huyo mtumishi mwerevu huyo tuliyemsikia leo, mtumishi mjanja wa Injili ya leo, bali tumuombe mweza yote atuwezeshe kwa mapaji ya Roho wake Mtakatifu kuwajibika, na hivyo tuweze kazi yake ya ukombozi. Tumsifu Yesu Kristo.